Sasa namna ya kuongeza quality kwenye timu ya taifa ni kufanyaje? Hapo ndo kuna kipengele kigumu zaidi, kwa sababu kwenye timu zetu, kwenye ligi yetu tayari timu za wachezaji wa kigeni wanatawala sana kwa kiasi kikubwa. Leo tumeshindwa kwenda na goalkeeper ambaye watu wengi wana imani naye kwa sababu ya uwepo wa magolikipa wengi wa kigeni. Angalau timu zote ambazo ziko ndani ya top 4 pale, zote zinatumia magolikipa wa kigeni. Simba golikipa namba 1 wa kigeni. Singida na golikipa wa kigeni. Azam golikipa wa kigeni. Yanga golikipa wa kigeni. Hizi ni timu 4 ambazo ziko kwenye msimamo pale juu. Zote zimetawaliwa na wachezaji wa kigeni. So magolikipa wa kigeni. Sasa kama timu 4 ambazo zinaongoza kwenye msimamo zinatawaliwa na magolikipa wa kigeni, usitegemee kwamba utapata golikipa ambaye anaaminika kwa watu kwenye timu ya taifa. Kwa sababu hao wachezaji ambao golikipa ambao wako pale juu ndio wale ambao wanaaminika zaidi. Sasa kama ni wa kigeni, manake hawa ambao wengine ambao wanatoka kwenye vilabu vingine hawawezi kukupa ile imani kwamba tunaweza kwenda kufanya vizuri. Lakini ukiangalia kwa namna ambavyo goalkeeper wetu pia amecheza kwa namna moja ama nyingine, of course ni goalkeeper ambaye hana experience na mashindano ya kimataifa, lakini anafanya kazi yake kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo mimi kwa hiki ambacho tumekipata jana dhidi ya Morocco, kwanza nawapongeza wachezaji kwa namna ambavyo wamejitoa kwa ajili ya kulipigania taifa. Kufunga magoli mawili na Morocco ni kitu ambacho sio kirahisi, kwa sababu yapo mataifa kama Ureno yamekula vipigo tu vizuri mbele ya Morocco bila shida yoyote.